Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin anasema kwamba moja kati ya mambo ambayo yamefanya Urusi kuwa nchi yenye nguvu ulimwenguni ni pamoja na kumiliki makombora ya nyuklia. Urusi ni taifa ambalo linamiliki silaha za nyuklia kuliko taifa lolote duniani, na imesema kwamba moja kati ya maeneo imeifanya Urusi kuwa na nguvu zaidi katika ulimwengu ni pamoja na kuweka vipaumbele muhimu katika mustakabali wa jeshi lake na kuwa na mipango mikakati katika kuhakikisha jeshi hilo linakuwa imara zaidi. Hata hivyo, amesema kwamba katika kipindi ambacho jeshi hilo limetengenezwa kuwa imara, hata kama litaamua kukaa tu bila kufanya chochote, lina uwezo wa kustahimili kutoka katika kipindi cha mwaka 2014 hadi 2027 hadi 2036, akisisitiza kuwa mifumo ya kisasa ya silaha na kujifunza kutokana na migogoro ya zamani kumekuja kuleta ustawi wa jeshi la Urusi. Rais huyo wa Urusi Bwana Putin amesema tahadhari maalum inapaswa kulipwa kwa mifumo yetu ya nyuklia na kuifanya kuwa ya kisasa zaidi, ambayo imekuwa na bado imekuwa mdhamini wa uhuru wa Urusi na ina jukumu muhimu katika kuhakikisha uwiano wa nguvu duniani, Putin alisema katika mkutano wa mpango wa silaha za serikali. Sehemu ya silaha za kisasa katika vikosi vya kimkakati vya nyuklia vya Urusi ni 95%, ambayo ni kiwango cha juu zaidi katika kati ya nguvu za nyuklia duniani, rais huyo aliongeza. Hiki ni kiashirio kizuri kwa kweli na ni nguvu ya juu zaidi ya nguvu zote za nyuklia ulimwenguni, Putin aliongeza. Wakati huo huo, mashirika ya ulinzi ya Urusi yameongeza idadi ya uzalishaji katika kipindi cha hivi karibuni kwa msaada wa serikali. Rais alisema takriban miaka 10 iliyopita Urusi ilichukua hatua muhimu kufikia kiwango kinachohitajika cha maendeleo ya viwanda vya ulinzi, ambayo inatoa fursa ya kuzalisha kiasi kinachohitajika cha silaha na vifaa leo hii, Putin alizungumza. Amesema kwamba wakati huu bado Urusi inaendelea kufanya maboresho ya silaha zake, lakini pia inaendelea kuonyesha msimamo wake katika kuhakikisha silaha zinakuwa za kisasa zaidi kuendana na ulimwengu wa kisayansi na teknolojia. Urusi inatambua kwamba ina maadui wengi ulimwenguni, hasa mataifa ya NATO, lakini wakati huu Urusi imejiandaa kwa kila namna, na ndio maana mataifa hayo yamekuwa yakiwa na hofu mara kadhaa, yakiamini Urusi ina mpango wa kufanya shambulizi dhidi ya mataifa hayo, huku Putin akisema kwamba hawakuweka mpango wa kufanya shambulizi kwa taifa lolote, lakini ni uoga wa mataifa hayo kutokana na nguvu iliyokuwa nayo Urusi katika kipindi hiki ambacho mataifa hayo yalidhani yangeweza kuonyesha misukosuko kwa Urusi, lakini imetokea mataifa hayo yameshindwa. Anasema mataifa haya yaliamua kuungana na Ukraine katika mapambano dhidi ya Urusi. Hatimaye yameshindwa. Wanatafuta njia ya kuweza kupambana nasi, wakiungana jumla ya mataifa zaidi ya 30, lakini hili pia litashindikana. Kamwe hataweza kupambana na Warusi, anasema rais huyo wa Urusi Bwana Vladimir Putin. Licha ya kuwepo kwa makombora ya nyuklia, Urusi na silaha nzito na hatari za kisasa, yakiwemo makombora ya Oreshnik ambayo yamekuwa ndio gumzo kwa mataifa ya Ulaya kutokana na ufanisi wa makombora hayo. Hata hivyo, makombora hayo yalizinduliwa katika kipindi hiki cha vita kati ya Urusi na Ukraine, ambapo mwaka uliopita Urusi ilifanya shambulizi kwa kutumia kombora la Oreshnik kwa mara ya kwanza, na hii ilikuja kusababisha mataifa hayo ya magharibi kuona kwamba kombora hili ambalo kimsingi ni jipya na ndio kwanza limezinduliwa ni moja kati ya makombora hatari iliyokuwa nayo Urusi. Basi mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili uweze kuyajua mengi ya ulimwengu kupitia hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kutufuatilia, endelea kuwa nasi wakati wote, utayajua ya ulimwengu kupitia The World News.